Kaka mpenzi, kifo chako kilipasha kuepukiwa, ila hatujue namna gani ya kupigana na ugonjwa huo wa Ebola. Kifo chako kinatupa uchungu. Niliamua kuhama nchi nyingine na waliniomba nichugue masemi ndani ya kanisa juu ya kuwaonesha mitindo mingine ya kujikinga na ugonjwa huo. Unisaidie niwe na nguvu kama vile ulipaswa kuwa na nguvu hiyo. Niseme nini kama haujawahi kuona ugonjwa huo? Sijawahi kuona alama ya ugonjwa huo. Sijawahi pia kuona utata ambapo Ebola inapaswa kufanya kwa mtu mwenye tunapenda. Tafadhali nikwambie yenye madaktari walinifunza. Ebola ni virusi yenye kutoka na nyama. Inaambukizwa kutoka kwa nyama mpaka kwenda kwa mtu. Usiguse wala usile nyama ya pori. Usile hivyo matunda yenye iliacha na popo wala makako walikula na kuacha mate yao. Hasara kabambi leo ni kutembelea kwa virusi kutoka kwa mtu na kwenda kwa mtu mwingine. Usafi yaweza kutukinga. Yafaa kila mara kunawa kisha kugusa wanyama na watu, na mbele ya kula ndio silaha yetu kubwa. Kunawa mikono vizuri na maji safi. Napaswa kujifunza namna mpya ya kuwaza. Kuwa kila mara mwangalifu. Tazama alama ya ugonjwa huo. Sikiliza mashauri ya wadaktari. Kukumbana na virusi ya Ebola sio kuhukumiwa kwa kifo. Watu wenye kugonjwa ugonjwa huo wanapona kama wanapata matunzo yenye kufaa. Ukumbuke kila mara ukipata msaada na bahati ya kupona inaongezeka. Ukilinda siri inapasha kukuua wewe na watu wa karibu. Kama ukibanwa na ugonjwa huo, usijifiche. Ujielekeze haraka kwenye kituo cha matunzo na kuita mwenye kuhusika. Alama ya Ebola ni kwepesi kuvivumbua. Mwili kuwaka moto kwa ghafla inaonekana kwa watu wenye ugonjwa huo. Watu hao wanasikia pia kila mara kichwa kuuma na tumbo na kuuma kwa maunganio ya mifupa. Watu hao wanaharisha na kutapika kila mara. Wakati ugonjwa unaunika, watu wamoja wanatokwa damu. Kwa chochote unachokifanya, usisubutu hata mara moja kugusana na watu wenye ugonjwa huu. Usiguse pia nguo zao na vitu vyovyote vyenye waligusa. Marehemu kaka yangu alinifundisha kuwa na ukweli na kuwa ujasiri. Alikuwa najua kama virusi hiyo vinakuwa na vuma na siri zetu. Naishi ajili ya kuheshimia kumbukumbu yake. Mateso yangu ilinifundisha yafaa kukinga na hapana kukumbana na tatizo. Tunapasha kujikinga na Ebola. Pamoja tutashinda.